tumemaliza Ramadhani. Naam. Kuna mambo ambayo yanaendelea hasa zinapofikia zile siku, yani mwanzo wa Ramadhani unapoingia ama mwisho Ramadhani inapoisha, tunapoingia katika Shawwal. Kuna ile kile kusema kwamba mwezi ni wa jana, mwezi ni wa juzi, mwezi huu ni mkubwa, mwezi huu ni mdogo. Shekhe, wewe unazungumziaje hasa kuhusiana na kauli hizi ambazo zinazuzuka? Mwezi ukimalizika wa Ramadhani, mwanzo wa Ramadhani, na hasa kauli hizi huwa zinatolewa mara nyingi na wale waliotangulia ili kujihalalisha kwamba walikuwa halali, ndio wanatuambia mwezi mkubwa sana huu wa jana, huu wa juzi huu, ili wale waliochelewa waonekana wako makosani kwa sababu mwezi huu ulikuwa jana. Au kwenye Shawwal usikie mwezi wa jana, utata huu umetaleta wanachuoni hawa na kuletea vyuma viwili, na wakati huo wao wenyewe hawajauona jana wala juzi, lakini wameuona siku hiyo, ndio wanaupandisha daraja, wanaupandisha hadhi kwamba mwezi mbona wa jana huu, mbona mwezi mkubwa sana huu wa juzi huu. Al-Imam Muslim, Allahu Akbar, ni katika watu waliofanya kazi kubwa. Ni nani kwanza huyu mwamba huyu? Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Al-Kushairi Naisaburi, mwaka wa 204 Hijiria, kimezaliwa chuma hiki pale Naisaburi, Irani ya sasa, mpaka 250 na mpaka 261 akafariki jamaa huyu. Huyu ni mwanachuoni mkubwa anayekubalika katika ilmu al-hadith. Mashaallah. Nitamleta na mwenzake. Lakini huyu ameandika katika hadithi ya 1088 1188 katika Sahih Muslim. Ameweka mlango kwenye kitabu Saum, akaandika babu bayani annahu la i'tibara bikibari al-hilali wa sigharihi. Mlango unaobainisha kwamba hakuna mazingatio ya ukubwa wa mwezi au udogo wa mwezi, kwamba mwezi ukiwa mkubwa ni wajuzi au wajana, au mwezi ukiwa mdogo ndio leo. Hilo halina mazingatio. Kuna mlango unasema wa anna Allah ta'ala maddahu liruyatin, na Mwenyezi Mungu anaukunjua ule mwezi ili uonekane. Fa in ghumma falyukmilu 30, pakifunikika kamilisheni 30. Huu ni mlango uliowekwa na Imam Muslim 1188. Lakini al-Imam Ibn Khuzaima, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima An-Naisaburi, huyu na ameweka hadithi hiyo kwake ni 1919. Nafanya hivi, wale wafuatiliaji watakwenda kuiona. Wanasimulia kama Muslim amesimulia kwa raha tu. Hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, shekhe wake huyo, na yeye amepokea, anasema hadathana Muhammad ibn Fudail, shekhe wake huyo, akasema an Husayn ibn Abdurrahman al-Kufi, ni shekhe lake, na yeye anasema an Amr ibn Murra an Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ni katika kibari tabi'ina. Huyu hakuona mtume, ameona maswahaba, ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Abul Bakhtari Said bin Fayruz amefariki mwaka 83 Hijiria pale Kufa. Asimulia, anasema kharajna lil'umratin, sisi siku moja, anamsimulia mwanafunzi wake Amr ibn Murra, kharajna lil'umra, siku moja tumetoka sisi tunakwenda kufanya ibada ya umra. Tumetoka Madina tunakwenda Maka kufanya ibada ya umra, si ndio? Naam. Falamma nazalna bibatni Nakhla, tulipofika eneo linaitwa Batni Nakhla, ni kati ya Madina na Maka katikati. Tulipofika eneo lile, taraaina alhilala, tukaanza kutafuta mwezi. Allahu Akbar. Wakauona. Taraaina, An-Nawawi wanasema ni kujilazimisha kutafuta mwezi upande wa mwezi unakotokea magharibi. Tulitafuta mwezi tukauona. Fakhala baadhi alqawm, baadhi ya watu katika sisi wakasema huwa ibnu thalithi, ule mwezi ni wa siku ya tatu. Hizi lugha tunasikia ziliwahi kutokea na utata ukamalizwa, kwamba sio zama hizi, sio zama hizi tu. Lugha hizi ziliwahi kutokea, lakini nataka kuelewa ulivyomalizwa. Ukisikia watu wanazungumza tena lugha hii sasa, hawajakaa darasani. Tayeb. Baadhi alqawm wakasema huwa ibnu thalith, ule mwezi mbona wa siku ya tatu. Wakala baadhi alqawm, na baadhi ya watu wengine wakasema huwa ibnu lailataini, ule ni wa siku mbili ule. Anaeleza Abul Bakhtari. Qal Amr ibn Murra anasimulia, Abul Bakhtari akaendelea kusimulia, anasema falaqina ibn Abbas,
tukakutana na Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas sahabi aljalil habrul umma wa bahruha wa turjuman alquran nguli katika miamba ya ilmu alhadithi katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi. Hawa jamaa wanakutana na bingwa huyo, tukamwambia inna ra'ayna alhilala, bwana sisi tuliona mwezi. Lakini fakala baadhi ya watu katika sisi wakasema huwa ibn thalithi, ule mwezi ni wa siku ya 3. Wakala baadhi ya watu katika sisi wakasema huwa ibn lailatain, ule mwezi ni wa siku 2. Sasa tumekuletea utatau kama wewe ni shekhe wetu alim. Abdullah ibn Abbas fakala akawauliza ayu lailatin ra'aytumuhu, kuna nyinyi mmeuona usiku gani? Yani nyinyi mmesema ni wa siku ya 3, mmesema ni siku 2. Mliona usiku gani? Maana wale walikuwa wanauliza kwamba mwezi wa juzi, mwezi wa jana. Ndio. Sasa nyinyi anawauliza mmeuona lini? Nyinyi mnasema jana, mliona hiyo jana? Nyinyi mnasema juzi, mliona hiyo juzi? Mliona lini? Fakulna, tukasema lailata kadha wa kadha. Abul Bakhtari ansimulia tumeona usiku fulani, usiku fulani. Mwalimu akawaambia sasa hibrul umma, anatoa huu tata, acheni lugha za kusema huu mwezi ni wa jana, huu mwezi ni wa juzi. Hili swala lilishamalizwa kipindi hicho cha sahaba huyo. Akawaambia inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume wa Mwenyezi Mungu juu yake rehma na amani, mtume aliwahi kusimulia jambo kama hili. Alisema inna Allaha maddahu, wa fi riwaya inna Allaha amaddahu, Mwenyezi Mungu ameukunjua huo mwezi liruyatin, ili muone. Fahuwa lilailatin ra'aytumuhu, huo mwezi ni wa ule usiku mliouona, sio wa jana wala sio wa juzi. Yani watu wana juzi hawakuuona, jana hawakuuona, lakini sasa wanataka kuhalalisha kwa sababu jana walifanya jambo bila kuona mwezi. Wanasema huu mwezi wa juzi, huu mwezi wa jana. Mtume ashawahi kusema mwezi huo sio wa jana wala sio wa juzi. Mwenyezi Mungu ameukunjua tu liruyatin, ili muone. Fahuwa, Abdullah ibn Abbas anawaambia fahuwa, huo mwezi lilailatin ra'aytumuhu, ni wa ule usiku mliouona. Kwa mwalimu, hakuna mazingatio ya ukubwa wa mwezi basi huo ni wa jana au ni wa juzi. Na njia za kumaliza Ramadhani au njia za kuingia kwenye Shawali ni 2 tu. Ni 9 wa 20 watu watafuta mwezi. Fa in humma alaikum, pakifunikika hamkuona, kamilisheni 30. Kwa hiyo kama 9 wa 20 hamkuona, ni kukamilisha 30. 30 mmekamilisha. Sasa siku ya 31 hamwezi tena kuanza kusema huu mwezi wa juzi bwana, huu mwezi wa jana bwana, na wakati jana na juzi hamkuona. Huu mwezi ni wa siku ile ile mliouona. Kwa hiyo Imam Muslim alimaliza huu mushkeli. Wakaangalie hadithi ya 1088 katika Sahih Muslim, hadithi ya 1919 katika Sahih Ibn Khuzaima. Hili swala lilishaisha. Na chaneli yetu ya Babu Salam Online TV kazi yake ni kutoa tatanishi kama hizi. Allahu Akbar. Ndio, wafuatilia hapa wanakutana hivyo vitu na vitabu, sio atusemi sisi. Naam. Tangia tumeanza kuzungumza hakuna ya kwanza. Al-Imam Muslim yamtaja. Na sidhani katika ulimwengu wa sasa kama kuna mtu anaweza kumbeza Imam Muslim. Kama kuna mtu anaweza kumbeza Ibn Khuzaima. Hii ni miamba kama Ibn Khuzaima al-mulaqab bi Imamul A'imma an-Naisaburi, mwaka 223 kimezaliwa chuma 311 akafariki Ibn Khuzaima. Wamemuita Imamul A'imma. Amemaliza utata huo. Kwa hiyo mwezi jamaa zangu, kama jana hamkuona, juzi hamkuona, ukaonekana mkubwa, ni wa siku ile ile mliouona. Midamu tu sio 31 kabisa. Midamu ni 30 ni 29, ni wa siku ile ile mliouona. Babu bayani la annahu la i'tibara bi kibaril hilali wa shighari, hakuna mazingatio ya ukubwa wa mwezi wala udogo wa mwezi. Bwana, ndugu zangu wapenzi wa watazamaji Babu Salam Online TV, niweze kufikia tamati bwana, baada kuwa tumepata elimu kubwa hasa kuhusiana na idara hii ya mwezi mkubwa, mwezi mdogo, mwezi wa juzi, mwezi wa jana. Hizi ndo kila ambazo zilikuwa zikuzuka sana. Na leo Sheikh Muhammad Hussein Ndoro umetoa utata, nimewapeleka darasani. Yani umewapeleka darasani. Yani mtu akaangalia hayo unayosema asibishane na wewe unayozungumza.
kwamba Imam Muslim amesema nini na mwamba huyu uliomtaja Ibn Khuzaima amesema kitu gani, na wao wananukuu kwa mashehe zao. Lakini ngoma hii mwisho wa mtanange ni kwa Abdullah ibn Abbas, habrul umma wa bahruha. Hiki ni chuma kilipata dua maalum kutoka kwa Mtume Muhammad mwenyewe. Allahumma faqihu fi din, Mwenyezi Mungu mpe maarifa ya dini. Chuma kikakulia kwenye maarifa ya dini. Abdullah ibn Abbas ndio aliyotoa utata huu, namna alivyopokea kwa mwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mazingatio ya ukubwa wala udogo. Ni wa siku ile ile walio zama tulizonazo sasa. Tuweze kuhitimisha zama tulizonazo, watu hawataka kusoma, wamekuwa ni watu wa kufuata mazungumzo ya watu. Yani mtu anaweza kaanzisha tu zungumzo lake, mtu akafuata pale pale. Wewe unazungumziaje hasa zama ambazo tulizonazo kuhusiana na idara hii ya elimu? Kwa kuhusiana na idara ya elimu, kwanza ni wanasihi jamaa zangu, lau wasiojua wakinyamaza, ikhtilafu zitapungua. Subhanallah. Ikhtilafu zinaongezwa na watu wasiojua. Watu hawataki kukaa darasani, hawataki kusoma, basi wana ile mihemko tu ya mrengo fulani. Kwa sababu tu wakuu wake fulani wamesema hilo jambo, basi ameshikilia kipengele hicho. Na ni hatari sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anatulazimisha fa in ghumma alaikum, pakifunikike kamilisheni 30. Al-Imam Qurtubi kwenye tafsiri yake alituwekea maneno muhimu sana. Anasema furdu alaina inda ghummatil hilali, tumelazimishwa sisi na Mtume kukifunikika ile 29 kukamilisha Shaabani 30 au kukamilisha Ramadhani 30. Lengo ni nini? Hata nadkhula fil ibadati biyaqini wa nakhruju anha biyaqini, ili tuingie kwenye ibada kwa yaqini na tumalize ibada kwa yaqini. Kwa hiyo watu wasifuate mikumbo. Tunatakiwa tuingie kwenye ibada kwa yaqini, tumalize ibada kwa yaqini. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi ambacho watu wanatakiwa kusoma sana, lakini kusoma kwenye vyanzo sahihi, vyanzo salama, kama tulivyokwenda kwa Imam Muslim, kama tulivyokwenda kwa Ibn Khuzaima. Ni vyanzo salama, wametunukulia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mimi huwa najitahidi kufanya hivyo, na alhamdulillah. Nataka nikupe kitu kizuri. Babu Salam Online TV ni chombo ambacho kinafuatiliwa na wengi. Mimi napata simu nyingi, kuna watu wengi kweli wanakwenda kufuatilia zile rejea ambazo tunazoziashiria. Kwa hiyo kuna watu wanajifunza kupitia channel. Wengine vitabu walikuwa hawana, wamenunua vitabu. Wengine ilikuwa wanavyo lakini hawajafuatilia maeneo hayo, wamekwenda kufuatilia wakakuta. Kwa hiyo kuna watu wanajifunza. Mimi naendelea kuwahimiza kujifunza. Usitosheke rafiki yangu, endelea kujifunza kila siku. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tutoe shukrani za dhati hasa wale ambao wanafuatilia kipindi hichi cha Babu Salam Online TV. Kwa kweli ni mambo mazuri sana ambayo yanaendelea hapa, na hasa tumshukuru mtu wa mada wetu Sheikh Muhammad Hussein Ndoro. Kwa kweli Mwenyezi Mungu akubarikia sana, na umekuwa ni moja katika watu mjitahada. Mahimiza watu wasome, na hasa watu wanasoma kama ulivyozungumza, na hasa watu wengi sana wanafuatilia mazungumzo yako, lakini pili wananunua vitabu na kufuatilia yale unayozungumza, na hakika wayakuta ni yale kweli uliyozungumza. Na tunaendelea kuwasihi hasa wapenzi watazamaji waendelee kuifuatilia Babu Salam Online TV kwa hali na mali. Bwana, naweza kufikia tamati. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Chuma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa.